Karibu sana mtazamaji wa Kipepeo Digital kwa mara nyingine tena. Mimi naitwa Elijah Felix Beyeza, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Na leo nimefanikiwa kufika hapa katika manispaa ya Kinondoni ambako meya wa manispaa ya Kinondoni Mheshimiwa Songoro Mnyonge ameweza kutanabaisha walioweza kuzungumza, lakini machache kati ya mengi pile ameweza kuzungumza namna gani vipi manispaa ya Kinondoni haina machinjio, lakini kwa kikao cha leo ambako sehemu ya kuchinjia wanyama itajengwa katika kata ya Kigogo. Lakini vile vile diwani wa kata ya Kigogo naye aliweza kuzungumza amelipokeaje kuweza kupeleka machinjio katika kata yake. Amesema kwamba ni jambo zuri, lakini vile vile litaongezea kipato wananchi wake. Tusikilize walichokizungumza. Maazimio tuliyoyapitisha, tunaitaka sasa halmashauri kwa maana ya mtendaji mkuu, mkurugenzi pamoja na timu yake wakajipange kuhakikisha maazimio yote tuliyoyapitisha yanakwenda kutekelezwa. Moja ya mambo ambayo tunataka yaende kwa haraka, tumeazimia hapa mkurugenzi, manispaa ya Kinondoni imekuwa ikilia siku nyingi sana kuwa na machinjio yake. Swala la machinjio tumekuwa tukilizungumza kwa muda mrefu. Wananchi wetu wa Kinondoni wanategemea kupata nyama yao iliyochinjwa kutoka kwa wachinjaji binafsi, na wakati mwingine tunapata nyama kutoka nje ya wilaya ya Kinondoni, wakati sisi wenyewe tunao uwezo wa kuwa na machinjio yetu, tukakagua mifugo yetu vizuri na tukahakikisha ubora wa nyama ambayo inakwenda kwa walaji wakazi wa manispaa ya Kinondoni. Tumeamua kwamba eneo letu la Kigogo ambalo liko katika mazingira mazuri hata ya kimiundombinu likafanyiwe tathmini ya kutosha, upembuzi wa kutosha wa haraka, na tutengeneze machinjio yetu pale. Ina hakika ikiwa na machinjio hapo Kigogo ambako miundombinu yake tayari iko sawa sawa, haihitaji mobilization yoyote. Barabara ya lami ipo ya kufika mpaka kwenye eneo lipo. Tuna bonde la Msimbazi ambalo linaweza pia likatumika kusafirisha baadhi ya maji yatakayokuwa yanatoka pale, tofauti na maeneo mengine. Tukiwa na machinjio hayo, inaweza ikawa pia ni moja ya eneo la kivutio. Leo wilaya ama niseme wilaya Ilala ama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam wananufaika na machinjio ya Vingunguti kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni machinjio, wanapata ada ya uchinjaji, ada ya kukagua mifugo inayokwenda pale kwa ajili ya kuchinjwa. Lakini hivi karibuni wameanzisha pale, ni eneo ambalo sasa watu wanakwenda kuchoma nyama. Watu weekend wanakwenda, siku za kawaida wanakwenda pale kula nyama ya kuchoma pale Vingunguti. Jambo hili linaweza pia likafanyika ndani ya manispaa ya Kinondoni. Kwa majina naitwa Nasibu Rashid Limira, diwani wa kata ya Kigogo. Ndio mheshimiwa, nimesikia kwenye kata yako kuna uwezekano wa kuweka machinjio ya wanyama. Labda hilo likoje? Hili ni jambo zuri. Ni jambo zuri kwa sababu linakuja kuchangamsha mji. Ni jambo zuri kwa sababu uwepo kwa machinjio kwanza unakuja kutengeneza mazingira katika wilaya yetu ya Kinondoni. Kama unavyojua, Kinondoni ni moja ya sehemu ambayo watu wanakula sana nyama kupitia kwenye mabucha na maeneo mbalimbali, lakini hatukuwa na machinjio ya manispaa. Pale ambapo kulikuwa na eneo ambalo lilikuwa na soko, soko lile kwa bahati nzuri vitoweo na nyama, ina maana sasa watakuwa wanapata huduma hizo katika eneo la karibu, na vile vile itasaidia kuinua uchumi wa vipato vya wananchi waliopo karibu na maeneo yale, pamoja na watu wa Kigogo na pamoja na watu wengine ambao watakuwa wanashiriki kazi za kila siku pale, sababu eneo lote lenye kusanyiko la watu na linafanya shughuli hizo, maana yake kwa vyovyote watu watakuwa wanapata vipato kwa njia mbalimbali, kama tulivyozungumza na chama chetu tulivyozungumza katika mikutano ya kampeni kwamba tunakusudia tufanye mambo ambayo yataikuja kuinua uchumi kwa wananchi wa Kigogo pamoja na wananchi wengine wa wilaya ya Kinondoni. Labda mbali na huo mradi ambao unatarajiwa kujenga, miradi mingine ni ipi ambayo kwa sasa kuna mradi wa kumalizia ujenzi wa barabara
Chengura Road ambayo ilikuwa imeanza kujengwa kwa zege. Nafikiri mkandarasi alikuwa yuko kazini, nafikiri kuna sehemu imebakia ya kumalizia. Nafikiri baada ya kukamilisha mambo yote, nafikiri ule mradi utakuwa umekamilika.